Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imesisitiza ushirikiano wa wadau katika kutafuta suluhisho la changamoto za uvuvi na utalii wa fukwe kwa lengo la kugeuza rasilimali za bahari kuwa fursa za kiuchumi kwa wananchi. Akizungumza katika kongamano la uchumi wa buluu lililofanyika hoteli ya Kwanza wakati wa tamasha la Kizimkazi, naibu waziri wa Wizara ya Uchumi wa Buluu na Uvuvi Zanzibar, Mboja Ramadhan Mshenga, amesema ushirikishwaji wa wadau wote ni muhimu katika kufikia malengo hayo. Hii ni fursa adhimu ya kujifunza, kubadilishana uzoefu na kujadili kwa pamoja mustakabali wa uchumi wa buluu wa nchi yetu, hususan sekta ya uvuvi na ukuzaji wa viumbe maji, utalii wa fukwe na bahari na uhifadhi wa bahari na rasilimali zake. Kupitia kongamano hili tunalenga kutafuta ufumbuzi wa changamoto hizi zinazoikabili sekta ya uvuvi na utalii wa fukwe za bahari, kuzigeuza kuwa fursa za kiuchumi kwa kuwashirikisha kikamilifu wadau wote, mijadala na maonyesho yatakayofanyika hapa ili kuongeza uelewa wa jamii, kuchochea ubunifu wa kiteknolojia, kuimarisha ushirikiano kati ya serikali zetu pamoja na sekta binafsi. Ni matarajio yetu kuwa jukwaa hili litaweza kuwa msingi thabiti wa maazimio na hatua madhubuti ambazo zitachochea maendeleo ya uchumi wa buluu kwa manufaa mapana ya jamii na taifa kwa ujumla. Meneja wa hifadhi bahari na maeneo tegefu Tanzania, Dr. Emmanuel Sweke, amesema ushirikiano kati ya sekta ya umma na binafsi ni muhimu katika kuimarisha uhifadhi na uchumi wa buluu. Ya kongamano ambayo tunatarajia tuyapate katika kongamano hili, moja, tunatamani kuongeza uelewa wa jamii ya Kizimkazi na Tanzania kwa ujumla kuhusu umuhimu wa uhifadhi endelevu wa bahari na mazingira kwa ujumla. Hiyo ni moja. Lakini ya pili, tunatarajia kuainisha fursa za uchumi wa buluu zinazopatikana Kizimkazi na maeneo jirani na Tanzania kwa ujumla wake. Lakini la tatu, kuainisha nafasi za wadau mbalimbali katika uhifadhi na kukua fursa za uchumi wa buluu. Lakini ya nne, kwamba tutategemea kwamba tutaimarisha ushirikiano kati ya sekta za umma, jamii na sekta binafsi katika uhifadhi wa bahari na uibuaji wa fursa. Naye Katibu Mkuu wa Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale Zanzibar, Aboud Suleiman Jumbe, amesema 50% ya mapato ya uchumi wa buluu yanatokana na utalii, hivyo kuna umuhimu wa kuendeleza kuwekeza katika sekta hiyo. Uchumi wa buluu una umuhimu gani sio tu katika maendeleo na uchumi wa leo, lakini katika siasa na diplomasia za leo, za kikanda, za kibara, lakini pia za kimataifa. Na kama hapa mtakaona ni kwamba uchumi wa buluu katika ulimwengu mzima hivi leo una thamani ya kibiashara inayopita dola za Marekani trilioni 3 kwa mwaka, na katika mfumo huo kuna maeneo makuu mbalimbali ambayo huweza ukasema kwamba ni maeneo ya uchumi wa buluu. Tukianzia kwanza na utalii, ambapo 50% ya yale mapato mengi ya uchumi wa buluu yanatokana na utalii ulimwenguni kote, wala sio hapa Zanzibar au Tanzania, lakini ulimwenguni kote. Na utalii ulimwenguni kote kwa kila mwaka unaingiza kiasi cha dola za Kimarekani bilioni 300. Sisi Tanzania na hasa hapa Zanzibar pia tumo katika hesabu za thamani hiyo. Kongamano hilo limehitimishwa kwa wito wa kuimarisha ushirikiano wa wadau ili kukuza uchumi wa buluu na kuongeza fursa kwa wananchi. Hizi ni ripoti za ASAM Online TV. Mimi ni Amrat Kombo. Suala la ajali za barabarani limekuwa ni janga kubwa hapa nchini, na sababu kubwa inayopelekea ajali hizo ni madereva kudharau sheria na taratibu za usalama barabarani. Hivyo serikali, kwa kutambua umuhimu wa suala hili, imeiagiza Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi kuhakikisha tunaweka kamera za barabarani ambazo zitasaidia kuchukua makosa kama mataifa mengine yaliyoendelea yanavyofanya. Katika juhudi za kuimarisha usalama barabarani Zanzibar, Mamlaka ya Usafiri na Usalama Barabarani Zanzibar imeanza kutumia teknolojia ya kisasa ya rada kamera na speed kamera
kupitia kamera hizi endapo dereva atazidisha mwendo wa chombo kinyume na viwango sahihi kilichowekwa katika maeneo husika, kuendesha chombo cha maringi mawili bila kuvaa kofia ngumu yaani helmet, kupakia mizigo au abiria kinyume na utaratibu, pamoja na makosa mengine yote yaliyoorodheshwa katika sheria namba 7 ya mwaka 2003 ya sheria ya usalama barabarani. Kamera hizi zitarekodi makosa, muda, eneo pamoja na nambari ya usajili ya chombo. Kisha mfumo utatuma ujumbe kwa mmiliki wa chombo kupitia simu ya mkononi baada ya kufanya kosa, pamoja na nambari ya malipo yaani control number anayotakiwa kulipia si zaidi ya siku 14. Mamlaka inawasisitiza wananchi wote wa Zanzibar kubadilisha umiliki wa vyombo vya moto mara tu baada ya mauziano, kwani faini hutozwa kwa jina la mmiliki aliyesajiliwa katika mfumo na kadi ya chombo.